Kinachofanya Mungu ambariki mtu ni management ability. Mungu anakubariki kwa kuwa na hekima kubwa ya kumanage vitu anavyokuletea. Ndio inafanya Mungu akubariki. Take note, msisahau. Mungu ambarikiki mtu kwa kutoa. No, kwenye kutoa kuna kitu nyuma ambacho ni Mungu anakiangalia. Na kinafanya kazi hicho kitu kilicho nyuma ya kutoa kwa kupitia kutoa. Management. Mungu alivyoumba mwanadamu, cha kwanza alimwambia ilime bustani uitunze. Manage it. Ifanye izae. Usiue matunda. Ndio maana miongoni mwa vitu ambavyo pia viko ni kufanya kazi kwa bidii. Vinafanya mtu abarikiwe. Kufanya kazi kwa bidii na kutoa. Kufanya kazi kwa bidii na kutoa vinafanya mtu abarikiwe. Sawa? Kutoa maana yake ni nini? Yesu alisema wapeni watu vitu. Kwa nini? Katika kitu Mungu anakichukia ni selfishness, ubinafsi. Hii dunia haikuumbwa kwa ajili yako wewe peke yako. Hii dunia imeumbwa kwa ajili ya wote. Kwa hiyo wewe una nyumba 500, alafu jirani yako analala kwenye chumba kimoja, mke na watoto, na Mungu aweza kukupeleka mbinguni. Watu wengi matajiri wanaenda jehanamu simple kwa sababu hiyo. Mungu anachukia kujirimbikizia mali. Hii dunia sio ya kwako peke yako. Hii dunia unatakiwa uishi wewe na jirani zako kwa upendo. Kwa hiyo kile unachokipata share na wengine. Inamfanya Mungu aendelee kukuamini, kukuletea kingine. Maana kitatumika sahihi. Si mnanielewa? Kitatumika sahihi, kwa usahihi. Kwa hiyo unapokuwa unatoa, hata kwenye Isaya 58 simeongelewa hiyo. Ili nuru ikujie. Andika anasema wakati unafunga toa. Unapotoa ni mlango wa kumfanya Mungu afurahi kutokana na moyo wako wenye kuishi kwenye kanuni ya Mungu. Moyo wako wenye kuishi kwenye kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu, kila kilichoko duniani kisife na kisipotee mpaka yeye atakapoweka deadline. Sawa? Yaani ng'ombe msije mkachinja ng'ombe wote wakaisha. Usije ukachinja kuku wote wakaisha nyumbani kwako, ni kosa. Mungu anataka zalisha kuku, wape majirani wale, uza upate hela matumizi na wewe ule, lakini kuku wasiishe. Waendelee kuwepo, ndio maana ya kufanya kazi. Halafu pia unapotoa ina maana watu wapate kupitia wewe. Mnaelewa concept ya Mungu? I wish watu wangeelewa hii. Mungu akubariki kwa kutoa ile jiro zako. Zile 200, 500. Kama ndio ulichonacho ni sawa. Sawa? Kwa sababu Mungu anakuangalia, alikuwa na 500, katoa 300, kabakia na 200 na yenyewe anaomba, anatamani aifanyie kitu fulani. Sawa. Huyu anastahili nimbariki. Yaani Mungu anaangalia management, ubunifu wa kutumia vitu properly. Mjaelewa bado? Yaani iko hivi. Wafisadi ni watu ambao wanatumia public resources for their personal benefit. Ndio maana ufisadi. Si mmesoma hata kule kwenye nani zenu? Ufisadi ni nini? Si mtu anayetumia vitu vya jamii kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Sawa? Sasa ile kitu haichukiwi na serikali tu. Haichukiwi na wananchi tu. Inachukiwa na Mungu pia. Mungu anataka vitu mshee. Sasa hapo ndo aliweka kutoa. Ukipata kitu mgawie huyu. Angalia kanisani kuna uhitaji, toa. Angalia hapa toa. Una vihela watu hawana maji, unawasaidia, unawavutia maji, unawekea kwao.
unamsaidia huyu umeme hana, unamvutia umeme, watu waishi maisha fulani ambayo unakuta. Juzi nimepita mahali fulani, pembeni mtu kajenga bonge la jumba, alafu hapa pembeni kuna mtu ana room hiyo moja, anaishi huko na watoto na mke. Hivi nafikiri Mungu mbinguni anafurahi? Alafu unaenda kanisani, namshukuru Bwana kanipa gorofa. Msimfanye Mungu mlanguzi eti. Mungu sio mlanguzi wala mwizi. Mungu Mungu kuna namna. Nilikuwa nawaambia juzi, si ni watu gani unasomesha watoto wako wewe, mchungaji international school, umewapeleka Marekani, wanasoma watoto wa Marekani wakwako kwa sadaka za hawa maskini. Halafu hawa maskini katikati yao kuna mtu ameshindwa hata kumpeleka mtoto shule hii ya kawaida. Halafu unakuja hapa, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana wapi jambazi wewe? Wewe jambazi tu. Ndio maana mimi watoto wangu niwaambie ukweli, sikatai kwenda Ulaya wala kwenda wapi, lakini sio kwa hela ya sadaka. Tena ni changishi huku, jamani tueni sadaka. Alafu baadaye unajua natakiwa nipate mshahara milioni 4. Kwa nini? Na mipango ya kusomesha watoto wa Ulaya. Mungu sio mwanadamu, atawatafuna. Atawatafuna wachungaji nyie mnaoibia watu. Yaani Mungu is very fair personality. Hata juzi nilikuwa naambia mke wangu, mimi watoto wangu sitaki waende international school, waende hapo. Hapo hata vyo ni vibaya mume wangu, kwa hiyo mimi nitatafuta hata hela. Nikamwambia kama utatafuta kwa nguvu zako sio dhambi, wapeleke. Lakini sio sadaka ipeleke watoto huko. Hakuna. Watasomea hapa shule za kawaida. Si mnaelewa? Si mnajua wachungaji wenu? Mama mmoja nilikutana naye Moshi mjini, anasema hivi mchungaji kanisani kuchangisha nunuliwe gari ni halali kweli? Halafu wanaochanga ni maskini, ni halali kweli? Nikamwambia sio halali. Akaniambia kweli bwana, kwa sababu watu wakijisikia wawili watatu wakamua wajichange wamnunulie mchungaji gari ni sawa, lakini mnaanza kupangiana, wewe na wewe mtachangia 50,000, wewe na wewe mchungaji atembelee gari. Si ndio makanisa yenu ya Kipentekoste na Kilokole na nini yalivyo? Kwani tunapigana siasa? Si mmeiona? Hamjaona? Ule ni wizi. That is not biblical. That is not biblical. Ni kweli watu wanaweza wakajiorganize wenyewe. Ndio maana mimi napenda watu kadhaa hapa Tanzania ikiweko Kakobe. Kuna kipindi watu walijichanga wenyewe wakamletea milioni 400 ajenge nyumba. Milioni 400 wakamwambia mzee, milioni 400, akaambia sasa subirini, kaiwekeni kwenye account kwanza. Wakaenda kuweka kwenye account. Mwaka wa kwanza ukapita. Mwaka wa pili, mzee mbona ujengi? Subirieni kwanza. Siku moja ilitokea dharura, ile hela yote pitia ikafanya kazi ya Bwana. Nyumba aliyojenga mwaka 76 ndio nyumba anaoishi mpaka leo. Hana nyingine. Hajajenga hata choo kwa baba yake. Wanaenda kuzika wazazi wake mpaka watu wanasema huyu ndiye Kakobe. Kwao huko hivi. Anasemaga ni tajiri Tanzania. Tunadhania huko alishafisadiki. Sikilizeni, kusema ni tajiri sio kuanza kufisadi vitu. Wachungaji wa sasa hivi wamekuwa wezi. Hivi mnanielewa? Paulo anasema ili nisiwekee injili vizuizi, niliamua nifanye kazi. Kilicho halali ambacho ni sadaka niliamua nikiache, ili nisiwekee injili nini? Vizuizi. Ndio maana sasa hivi injili inatakiwa ibrashiwe upya. Wachungaji sasa hivi wanachohangaika tu, watoto wao wakasome medium. Utasoma St. Kayumba. Mimi mwenyewe nilisoma St. Kayumba. No problem. Mungu akiwa upande wako utachomoka tu.
Kwani wanaosoma kule St. Columba sio watu? Si watu. Siku ukiwa na hela za kwako, umesoma, umestruggle, umepata kazi, una uwezo wa kupeleka mtoto wako kwenye shule ya milioni 7 kwa mwaka, sawa? Au milioni 10. Hapa Moshi kuna international school, ada zao ni milioni 10 point. Sawa? Wazungu wanafundisha hapo, sio wa Kenya na nini wako hapo. Uko Shantown. Una uwezo wa kumpeleka mtoto wako kwenye shule ya milioni 10. Gawia ile hela mara 5 basi. Mwambie Mungu, milioni 8 na kutolea sadaka. Nachukua watoto 4 najumlisha na wakwangu mmoja, na wapeleka shule na kwa nalipia milioni 10. God will bless you. Acheni wizi. Watoto wangu wanasoma international school. Hivi, do you know God? Si niongee kwa lugha gani? Mungu ni very fair. Alafu anaangalia, anapima vitu vidogo. Yaani yeye hivi, wewe unanishukuru kukupeleka mtoto shule ya milioni 10. Wakati kanisani pale kuna watoto hata madaftari hawana. Mjueni Mungu. Mjueni Mungu. Kwenda mbinguni sio kwenda nyumbani kwa bibi. Anapima vitu vingi. Na Biblia inasema anachunguzaga moyo na kupima. Anapima. Yaani anachukua mzani. I always tell you, kuna malaika wanaopima kwa tape measure matendo yako. Yaani unafanya kitu, malaika anakuja na tape measure, anaanza kupima. Anaona haieleweki, anachukua mzani anaweka. Ndio maana maandiko yanasema anapima. Kwa hiyo kaeni makini. Ishi normal life, simple life in God. Vingine wasaidie watu. Toa, wape watu, saidia watu, faidike. Kwa mshukuru Mungu, jenga makanisa, fanya mema. Fanya mema. Nenda kununua suruali ya milioni 6. Suruali milioni 6. Kuna suruali za milioni 6. I'm not talking game. Nafikiri naongea game. Kama kuna pete ya milioni 600 na nishaonyesha pete ya milioni 600, sikuonyesha nyewe. Nilishaambiaga, yupo kwenye kompyuta yangu, nilihamisha mafaili kutoka kwenye simu yangu. Pete ya milioni 600. Pete milioni 600 kwa macho yangu hivi naiona hivi. Milioni 290 na ya Korea. Tanzania ni milioni 600. Hiyo pete kuisafirisha tu kuileta Tanzania na ushuru wake sio mchezo. Ukinunua kule ushuru unaweza ukaja ukailipia hapa milioni 50 au 60. Ushuru wa kapete. Nendo navaa suruali ya Bukujero kama mimi. So, lakini tuvae hivi katika Bwana. Hela zingine fanyia matumizi. Alafu mimi napenda suruali za mtumba sana kwa sababu kwanza ukibahatisha haipauki. I talk it true. Suruali ya kitambaa ya kushona, ya kukata unashonesha inapauka. Kwani uongo? Lakini ukibahatisha ya mtumba haipauki. Alafu unainunua 4,000. 4,000 unaenda kubadilisha size, fundi mzuri anaiweka sawa kama hii ya kwangu. Nilinunua 4,000. Sawa. Mimi nguo yote ya gharama nilionayo ni ya kupewa, sio ya kununua, ya kupewa. Na niwaambie, mimi nilimwambia hata mke wangu. Akasema hakuna, mimi Mungu akiniletea. Nikamwambia mimi mjinga akiniletea nguo ya labda 6. Amefunga ameniletea nguo na mtukana. Na mrebuke kabisa. Kwa sababu kwanza wewe unakuja kuniloga wewe. Unaniletea kiburi. Unataka unifundishe kuwa na kiburi?
nianze kuambia watu nimevaa nguo ya Lux hapa, unakuja kuniloga wewe. Nenda irudishe hiyo hela, kauze, leta hela nikawasaidie maskini. Ukininunulia nguo isizidi hela nyingi, yani iwe ya kawaida tu. Mimi nakwambia ukweli, tafuta kiatu kizuri cha 25,000-30. Kwa kuwa hakuna kiatu cha Bukujelo, lakini kingekuwepo cha Bukujelo, leta. Mimi nitavaa kwa utukufu wa Bwana. Sawa? Kuna mtu atasema jamaa anahubiri kwa sababu hajabarikiwa. Nyie watoto, mimi najua mema. Nimekaa mahali naweza nikapata 200,000 na kwa siku. Siko hapa kupata hela. Maisha yangu nimeamua kuyatoa kwa ajili ya roho za watu. Sawa? Amen. Sawa, eh? Amen. I have to be very normal. Yaani mimi niko tayari hata nije kuhubiri nimevaa nguo za kazi. Nije hapa nihubiri. Alafu I'm comfortable. Mimi hata nikialikwa Ikulu nikaruhusiwa kwenda hivi, naenda kabisa. Hamna shida. Kwa nini? Najua kipimo Mungu anachopima. Kipimo Mungu na tape measure anazotumia. Naweza nikajikuta ninasema nimebarikiwa, kumbe sikuwa nimebarikiwa. Nilikuwa nimepewa hela nitimize majukumu. Alafu mimi nikadhania kwamba nimebarikiwa. Nimepewa sasa kuishi free. Kumbe bado. Si mnanielewa hata mkienda kule. Sasa hivi vijana kuna vitu vinatoka. Si nini, acha kuwa na tamaa ukienda chuo. Ishi maisha yako simple. Pata yebo yako nzuri, safi, kiatu chako kizuri ambacho unajua ni imara, unaweza kukinunua hata 40,000 lakini ni imara. Unajua naweza kuwa na viatu pia hizo. Nikapiga miaka 3. Bila shida. Safi. Unaishi maisha simple. Hela zako unafanya vitu vingine kwa ajili ya mbinguni.